Karibu ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa mafundisho ya mwongozo wa kujifunza Biblia katika lesoni yetu yenye kichwa kinachosema bobea andikoni. Juma hili tuko katika somo la 3, somo lenye kichwa kinachosema mpango wa Mungu. Mimi ambaye ni mwenyekiti wenu wa leo naitwa Joshua Philemon Mseti. Pamoja nami niko na dada Jebola Nyakega pamoja na kaka James Kejo. Jamani, mko poa? Tuko poa. Tuko vizuri. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, niweze kukaribisha katika mjadala wa siku ya leo. Lakini kabla hatujaanza, nimkaribishe dada Jebola aweze kutupatia ombi la ufunguzi. Karibu dada Jebola. Tuombe. Asante Mungu wa mbinguni kwa kuwa pamoja nasi mpaka masaa. Tunapenda kuanza huu mjadala, tunaomba ututangulie tukaweze kukuona wewe. Tunaomba hayo tukiamini utatenda katika jina la Yesu. Amen. 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 Na ndugu mpendwa mtazamaji, moja kwa moja nimkaribishe kaka James Kejo aweze kutupatia kidogo muhtasari wa haya ambayo tuliweza kujifunza katika somo lililopita, somo la pili. Karibu kaka. Asante sana. Juma lililopita kwenye somo la pili tulikuwa tuna somo zuri linaitwa Climbing Mars Hill ama kupanda Areopago. Na tunamuona Paulo katika kitabu cha Matendo 17 akipandishwa mahali kwa ajili ya kujitetea na kuzungumza habari za Mungu ambaye alikuwa anamhubiri huko Athene. Watu walikuwa na miungu yao mingine na wakasikia Paulo kana kwamba anasema habari za Mungu ambao wao hawajawahi kumsikia. Kwa hiyo walihojiana naye. Na Paulo alipopanda kuelezea, kwanza aliwasifu watu wa kule kwamba ni watu wa kidini, wanaabudu sana na wanaadi madhabahu zimeandikwa kwa Mungu asiyejulikana, na yeye alipata nafasi ya kuwatambulishia Mungu anayefahamika, Mungu wa mbinguni, Yesu Kristo, ambaye ndio muumbaji wa kila kitu na anayewajali watu na wanadamu wote kwa ujumla. Mwisho wa siku, kwa injili yake hiyo, watu kadhaa wachache walimpokea Yesu ikiwemo Damari, na wengi walipinga. Na pingaji wa wengi ni kwa sababu watu wa Athene walikuwa ni wasomi, watu ambao wanajivunia falsafa zao za hali ya juu kuliko mataifa mengine. Kwa hiyo wengi walikuwa na hiko kiburi cha kuwafanya wao isiwe rahisi kuamini kwa mtu kama Paulo ambaye walikuwa wanamuona ni mtu wa kawaida. Lakini Mungu aliinuliwa na Mungu wa kweli alitambulika kwa wale ambao walitega sikio kuweza kumsikia. Dada Debola, juma hili tuko katika somo la 3. Somo lenye kichwa kinachosema mpango wa Mungu. Nadhani unaweza kutupatia kidogo japo muhtasari na utangulizi tuweze kujua kwamba juma hili tunakwenda kujifunza somo la namna gani. Karibu. Asante. Katika juma hili tutajikita sana kwenye kisa cha uumbaji na tutajifunza kuhusu uumbaji kama sababu ambayo itatufanya tuamini uwepo na nguvu ya Mungu muumbaji. Asante. Amen. Asante sana Debola kwa utangulizi huo mfupi uliweza kutupatia, ambao tutakwenda kuangalia juma hili swala zima la uumbaji. Na katika juma hili tutakwenda kujikita katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na sura ya 2 ambayo inazungumzia swala zima la uumbaji. Labda nipende kuuliza ndugu zangu, je, kisa hiki cha uumbaji kinatufundisha nini kuhusu binadamu na thamani yetu? Naam, swali zuri. Unajua tukisoma kisa cha uumbaji, Mungu anavyoumba kwa siku 6, haanzi na wanadamu. Wanadamu wanakuwa ni viumbe wa mwisho kuumbwa, ambayo kwa watu wengine wangeweza kuona kwamba ukiwa wa mwisho, inawezekana thamani yako na yenyewe ni ya mwisho. Lakini utofauti ni kwamba Mungu anavyokuja kuumba vitu vyote ameumba kwa kutamka, lakini anapofika kwa wanadamu anatumia mikono yake kufinyanga mavumbi ya ardhi kutengeneza udongo, na anatumia pumzi kupuliza pumzi kwenye ule udongo ukawa hai, akawa je mwanadamu wa damu. Inaonyesha namna gani ambavyo Mungu ametuumba kuwa wa thamani, na mwisho wa siku anampa kutawala vitu vyote ambavyo alitangulia kuviumba kwa hizo siku hizo 5 za nyuma hapo kabla ya siku ya 6 kuumbwa Adamu. Asante sana. Debola, una lolote la kuongezea? Okay, labda nitakachoongezea hapo ni kwamba kwenye stories zingine au kwa habari za miungu mingine ambayo tumesikia, walikuwa hawathamini kuhusu binadamu. Unakuta mwanadamu ndo wa kunyanyaswa, lakini kwenye story ya uumbaji wa Mungu tunaona wanadamu tumepewa thamani kubwa kuliko viumbe wengine. Asante sana. Kwa maelezo haya inaonyesha ni kwa namna gani sisi kama wanadamu ni watu wa thamani. Kama kaka Kejo alivyoelezea kwamba vitu vingine Mungu alikuwa anatamka vinatokea, lakini kwa wanadamu pekee
Mungu alishika mavumbi akafinyanga na hatimaye tukawa nini? Nafsi hai. Na pamoja na mpango wa Mungu wa uumbaji, na tumeweza kuona kwa namna gani sisi wanadamu ni watu wa thamani sana. Lakini pia uliibuka upagani ambao watu wengi hawakuamini juu ya uumbaji, na mpaka sasa wako wengine ambao hawaamini juu ya uumbaji na wala hawamwamini huyu Mungu wa mbinguni. Labda kaka James unaweza kusaidia mwanzo wa upagani. Kwa hiyo upagani uliibuka na watu kumwamini Mungu na swala zima la uumbaji. Amen. Naweza nikasema kwanza, mwanadamu kwa asili yake tu ameumbwa, anakuwa na haja ya kutaka kuabudu. Miungu mingi ya kipagani vyanzo vyake au kiangalia chanzo chake inatokana na asili, aidha mimea, wanyama ama vitu fulani, bahari, upepo na vitu kama hivyo. Lakini wapo ambao miungu yao kutokana na machafuko, yani inatokea labda vita zamani, mtu fulani anashinda vita kimaajabu, basi wanaamua kumfanya yule mtu kuwa mungu wao. Kwa hiyo upagani unatokana na vitu ambavyo tayari kwanza vimeumbwa, na kwa sababu tu watu walivyokuwa wakivitazama wanaona labda ni vya ajabu, basi wanadhani kwamba hiki kinaweza kikawa Mungu wetu kwa sababu labda kina 1, 2, 3 au ni cha ajabu. Lakini maandiko matakatifu yanatuonyesha kwamba Mwanzo 1:1, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hata hiyo asili ambayo watu wanatoa miungu mingine pia iliumbwa na Mwenyezi Mungu. Asante sana kaka. Sasa Debora, kwa nini watu wengi hawamwamini Mungu, huyu Mungu wa maandiko matakatifu? Pamoja tumesikia yeye ndo alikuwa muumbaji, alifanya vingi, lakini kwa nini sasa watu hawamwamini? Na wameshashuhudia yote. Watu wengi wanashindwa kumwamini Mungu wa maandiko matakatifu kwa sababu historia inatuponza. Kwenye historia, kwenye maisha ya zamani tumekuwa tukiona jinsi ambavyo hii miungu ambayo watu walijitengenezea imekuwa ikiwatesa. Kwa sasa kama miungu ilikuwa inafanya vitu labda kama kula watoto wao, kunyanyasa wanadamu, inapofika wakati kwamba hii miungu haipo tena, tunaona au wanadamu wengi wanaona hakuna haja tena ya kuwa na Mungu kama miungu yenyewe iliyokuwepo mambo yao ndio hivi. Kwa hiyo inaleta changamoto hata kwenye kuamini huyu Mungu wa maandiko matakatifu. Asante sana. Na je, hivi simulizi ya uumbaji inafafanua nini kuhusu Mungu na tabia yake? Tunapojifunza swala zima la uumbaji, hizi simulizi, Mungu aliumba siku ya kwanza, alifanya hivi, inatufundisha nini kuhusu Mungu na tabia yake? Amen. Hapo mambo machache ambayo nayaona kuhusu kufunuliwa kwa tabia ya Mungu kupitia uumbaji. Tunasoma Mungu alivyokuwa akiumba, kwamba aliona kile kitu ni chema, mpaka anakuja kumaliza aliona kwamba kila alichokiumba ni chema. Tabia ya kwanza nayoiona, kwanza Mungu anapenda kufanya vitu vizuri, kuumba vitu ambavyo vinapendeza, haumbi tu ili mradi. Kwa ana ubunifu fulani ambao ni sio kawaida. Tabia nyingine nayoiona ni ya upendo. Kaumba vitu vyote, kaja kuumba mwanadamu, cha kwanza akamuumba kwa mfano wake, alafu akamfanya yule mwanadamu avitawale vitu vyote, na akamwekea chakula. Kabla hajamuumba aliumba na chakula ambacho yule mwanadamu atakuja kuishi kwao. Kwa anathamini kiumbe alichokiumba na anakitengenezea mazingira ya kuweza kuishi, lakini pia na kutawala vilivyoumbwa. Hiyo kwangu naona tabia ya upendo pia kutoka kwa Mungu. Asante sana. Na mije kwako na Debora, katika ulimwengu wa sasa tunaoishi, je, ni vidokezo gani ambavyo tunaweza tukaviona na tukaweza kuwadhihirishia watu na kuaminisha kwamba kweli Mungu aliumba hii dunia? Asante mwenyekiti. Vidokezo viko vingi, viko vingi, ni ngumu kuvimaliza. Lakini kwa uchache, kuna swala kama ukaribu wa jua. Distance ambayo jua imewekwa na jua kutoka kwenye dunia iko so perfect kwamba kama ingekuwa twisted kidogo tungepata shida kuishi. Jua lingekuwa mbali zaidi na dunia, kungekuwa na baridi sana na hali ya hewa isinge support maisha. Lakini pia lingekuwa karibu sana, joto lingekuwa kali. Imagine tu joto la siku hizi ambapo distance ya jua ipo kwenye lakini ingekuwa karibu zaidi hapo ingekuwa changamoto. Lakini kidokezo kingine ambacho pia tunaweza tukakiona ni kuhusu mvutano wa uso wa dunia. Hii force of gravity ambayo tunaiona. Yaani kwamba vitu havipotei na vitu havitudondokei. Distance iliyowekwa au force iliyowekwa ina sustain maisha.
ingekuwa kubwa sana, kuna vitu vingepotea, maji yangepotea, mimea hii ingepaa. Lakini pia ingekuwa ndogo sana, kuna vitu vingekuwa vinazidi kutudondokea kutoka huko kwenye kutoka juu, ambavyo vingeweza kutuathiri kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kuna athari ya mvutano wa mwezi ambayo pia ina regulate sana hizi weather conditions ambazo zina support maisha yetu. Nadhani hivyo ni vidokezo vichache tu ambavyo vinaonesha kazi ya uumbaji wa Mungu, lakini pamoja na hivyo vipo vingi. Asante sana. Naam, pamoja na hayo tuliyokwisha kujifunza, lakini pia kuna kitu ambacho nilitamani tuweze kukiona hapa, tofauti ya Mungu muumbaji, Mungu wa mbinguni na miungu mingine ambayo imeweza kuzungumziwa katika lesoni yetu hii. Nadhani kaka Kejo anaweza akatupitisha japo kwa ufupi. Kuna historia ya miungu mingi ya Kigiriki ambayo imejaribu kuelezewa, aweze kutuonyesha ni kwa namna gani inavyotofautiana na Mungu muumbaji. Asante. Kwenye lesoni yetu tumejifunza kwamba kuna miungu mingine ya huko duniani na hasa Wagiriki ndio walikuwa na miungu hiyo mingi. Wana story zao zinaitwa mythology zinazoelezea hiyo miungu ambao walikuwa wanaiabudu. Mfano kuna mungu mmoja anaitwa Zeus ambaye chanzo chake baba yake alikuwa anaitwa Moloch. Moloch yeye alikuwa na watoto 5. Kwa hiyo akawa anahofia kwamba kwa sababu yeye alikuwa ni mungu pia wa herufi ndogo, mungu wa herufi ndogo, akahofia kupinduliwa. Kwa akataka wale watoto wake wote. Kwa kipindi ana wale watoto wake, mama yake na Zeus kati ya wale watoto 5 akamficha Zeus. Akampa Moloch ale jiwe, akadhani amekula mtoto. Kwa Zeus akapona. Naye baadaye akaja kuwa mungu wa Kigiriki. Kwa huyu Moloch yeye alikuwa anatolewa kafara za wanadamu, maana hata watoto wake pia aliwala. Kwa hiyo kwa aina za miungu zilizokuwepo walikuwa wanafanya vitu ambavyo vilikuwa ni vya kutisha. Wapo ambao walikuwa wanapokea kafara za watu, wapo ambao walikuwa ni miungu wa vita, wanaleta machafuko, wapo walikuwa na miungu wa kuleta mafuriko na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kimsingi hiyo historia imefanya watu waone kwamba hakuna thamani ya kuwa na Mungu. Lakini tofauti na Mungu wa mbinguni, Mungu wa mbinguni ni Mungu anayejali. Mfano tunamuongelea Mungu Yesu Kristo. Yeye kawaumba wanadamu kwa mfano wake, akawapa kumiliki vyote alivyoviumba wavitawale kwa niaba yake, lakini wakaanguka dhambini. Walivyoanguka dhambini, huyu Mungu muumbaji akaamua kuja yeye kujitoa kama sadaka na kafara kwa ajili ya kuokoa wanadamu. Ambapo kwa historia za hizi hawa miungu ya Kigiriki na miungu wa kidunia, wao walikuwa hawajali wanadamu. Wanadamu ni kitu fulani cha mwisho kabisa, sio chenye thamani. Lakini kwa Mungu wa mbinguni ni tofauti. Lakini pia hii miungu mingine historia zake ukizisoma za Kigiriki ni kwamba wengine wanazaliwa kawaida, wengine tu wanatokea miongoni mwa binadamu wa kawaida. Lakini Mungu wa mbinguni yeye ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Kila kitu kilichopo kimeumbwa na yeye. Kwa hiyo kimsingi Mungu wa mbinguni ni Mungu mwenye upendo na anayewajali viumbe vyake wote ikiwemo wanadamu ambao wana thamani kubwa mbele zake. Asante sana kaka James. Labda nije kwako Dada Debora, una chochote cha kuongezea katika somo letu hili la juma hili? Asante mwenyekiti. Labda cha kuongezea ni jinsi ambavyo huyu Mungu muumbaji yupo karibu zaidi na sisi. Tunaona kwamba Mungu ndiye muumbaji, lakini kabla ya uumbaji au pamoja na uumbaji amehakikisha kwamba katika kila anachokiumba, kila tunachohitaji kinapatikana. Ameumba wanadamu, lakini alijua tutakula nini, alijua tutaishi vipi. Ameweka sayari, ameweka mianga, ameweka na hizo force zote za nature, lakini anajua jinsi gani anazishikilia ili pengine zisije zikaleta madhara kwetu au zikaharibu kitu chochote katika ulimwengu. Napenda tutazame katika kitabu cha Ayubu 12 lile fungu la 7 mpaka la 9, tusikie kuhusu huyu Mungu ambaye hata hivi viumbe alivyoviumba vinamtambua. Biblia inasema, lakini sasa waulize hao wanyama nao watakufundisha. Na nyuni wa angani nao watakuambia. Au nena na nchi nayo itakufundisha. Nao samaki wa baharini watakutangazia. Katika hawa wote ni yupi asiyejua kwamba ni mkono wa Bwana uliofanya haya? Kwa hiyo yote hayo ni kutueleza jinsi gani huyu Mungu muumbaji yupo karibu na sisi kuliko tunavyofikiria. Viumbe vyote ambavyo ameviumba vinatambua. Samaki, ndege, wanyama, wote wanatambua jinsi gani huyu Mungu ni mkuu na yupo karibu zaidi na sisi.
Naam, asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu cha leo. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tulikuwa tumejifunza katika juma hili. Nipende kushukuru kwa muda wako uliotumia kuweza kutusikiliza. Lakini pia nikukaribishe pia juma lijalo katika somo la pekee, somo lenye kichwa kinachosema tatizo la uovu. Ni somo la 4 ndugu mpendwa mtazamaji, usikose kulifuatilia somo hilo. Na hatuna la ziada. Nipende kuishia hapo na nimwalike kaka James Kejo aweze kutupatia ombi. Mina, tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya yote ambayo umeruhusu tuweze kujifunza na kujadili. Tunakuomba ukatubariki. Elimu tunayozidi kuipata juu ya uungu wako, juu ya wewe kama muumbaji, ikatusaidie sisi tuliopo hapa pamoja na wapenzi watazamaji wetu ambao wanatufuatilia huko waliko mbali. Lakini pia ukatupe moyo wa kuendelea kuchunguza maandiko zaidi na zaidi ili tukakufahamu wewe, na hatimaye tunapopata nafasi ya kuambia wengine habari zako njema, basi Mungu tukakuwakilishe kwa asili yako ya upendo na watu wengi wakakupokea wewe. Ndio maombi yetu katika Yesu Kristo tunakuomba. Amina. Amen.